kuna utukufu wa jua, si ndio? Kuna utukufu wa mwezi. Halafu kuna utukufu wa nyota. Nyota nazo zinazidiana. Si ndio maandiko yalivyosema? Lakini katika hiyo kuna Mungu aliyelipa jua nuru au utukufu. Kuna Mungu aliyeupa mwezi. Kuna Mungu aliyezipa nyota. Kwa maana yake Mungu naye ana utukufu wake mwingine ambao ni zaidi ya jua, ni zaidi ya mwezi, ni zaidi ya nyota. Kwa kiwango cha juu cha utukufu ni utukufu wa Mungu. Na huu sasa kwa mjibu wa Yohana sura ya 17, huo ndio utukufu tulionao. Yesu wakati anaondoka duniani alisema utukufu nilionao, utukufu wangu nimewapa. Kwa hiyo wewe uhitaji hata utukufu wa jua. Uhitaji hata utukufu wa mwezi. Uhitaji utukufu wa nyota. Wewe kiwango ulichonacho ni ile ambayo God is best. Nashindwa kuelewa kwa nini utokei. Kwa nini unasingizia mizimu ya kwenu? Yaani unajua sisi roho za familia, yani mimi mna vifungo. Yaani hivyo vifungo haviwezi kushindana na utukufu hata wa jua. Wala wa mwezi, hata wa nyota tu. Unajua kusikia mtu anasema ana nyota kali. Kama utukufu wa nyota ndio kiwango cha hivi, unajua wachawi na waganga hawajafika hata utukufu wa mwezi. Wala wa jua. Wote wanaongelea nyota. Ameniibia nyota. Anaitumia nyota yangu. Unajua kusikia maneno kama haya? Nyota yake imechafuka, inabidi isafishwe. Maana yake wao wako kwenye kiwango cha mwisho kabisa cha utukufu. Yaani ile ambayo ndo karibu kwenye utukufu wao ndo wanaita bora. Na bado watu ni matajiri kwa nyota. Wewe hauna utukufu wa nyota wala wa mwezi, hata wajua wenyewe ambao ni babu kubwa una utukufu wa Mungu. Yohana 17 umeiona? Nami utukufu ule ulionipa sio nitawapa wakija mbinguni. Nataka uone wewe sasa, usije ukanipotezea muda hapa. Nimeacha ibada nyingine kokote kwa sababu Bwana alitaka nizungumze na wewe. Kwa hiyo Mungu amenituma nikwambie una utukufu. Sio unapaswa kuomba. Utukufu ule uliomfanya Yesu ajulikane, hajajitangaza ikuru ameshajua. Ikuru ameshajua kuna aliyezaliwa. Hajawaambia nimekuja. Utukufu uliosababisha watu washindwe cha kufanya. Kila siku wanatengeneza mipango na zengwe wa mnase. Wakawatuma watu ili wamjaribu. Yaani watu wanakaa wanatengeneza kila siku mkakati dhidi ya yeye hajawaita, hataki hata ushindani, ila wao wanakaa chini. Kuna utukufu ukiupata